Juzi hapa, siku si nyingi sana, nafikiri mnakumbuka, kulikuwa na mashambuliano kati ya Yemen na Saudi Arabia. Na Yemen, hawa ni Wahuthi ambao wao wako kaskazini mwa Yemen. Na tukumbuke kitu kimoja, kuwa hawa ni serikali kamili. Hawa sio kuwa ni vibaraka wa Irani, no, ila ni washirika wa Irani. Kwao wana sera zao na wana ideology zao wao wenyewe, itikadi zao. Kwa hiyo wanachokifanya, wanajiamulia mambo yao, isipokuwa tu Irani anafanya backing, kuwa backup, basi ndivyo hivyo. Na upande wa kusini ndio kuna serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, serikali ambayo imekuwa ikisaidiwa sana na Saudi Arabia. Sasa ilianzaje? Ilianza namna hii. Kumekuwa na msiba wa mzee Ayatollah Said Al-Khamenei, maombolezo yale, ambapo mpaka iliyofika tarehe 9 ya mwezi huu wa 7 ndio alienda kupumzishwa mwili wake, maana baada ya kudhulumiwa maisha yake. Mnakumbuka tarehe 28 ya mwezi wa 2 na Marekani na Israeli walipofanya joint operation ya kwenda kuua viongozi ndani ya Iran. Kwa hiyo sasa kuna viongozi kutoka kwa Wahuthi ambao walienda, na ni ndege ya Irani ndio iliyowabeba kuwapeleka mpaka wapi? Mpaka Iran katika shughuli za mazishi. Lakini baadaye tena wakati wanarudi na ndege ile ya Irani, hii serikali sasa inayotambuliwa na Umoja wa Kimataifa ikawaambia kuwa hapana, mwezi mkapanda ndege hiyo ya Irani. Na nadhani hii ilikuwa ni order kutokea Saudi Arabia, nitakwambia ni kwa nini. Wakaambiwa kuwa mwezi mkapanda hiyo ndege kwa sababu tunataka mpande ndege za shirika la Yemen. Lakini kumbuka, pale ambapo Wahuthi walianzisha mashambulizi dhidi ya Israeli katika kuungana na raia wa Gaza katika kile walichosema kuwa mauaji yaliyokithiri ambayo Israeli anayafanya pale Gaza. Kwa hiyo walipoamua kwanza kushambuliana na Israeli, nakumbuka Israeli walipiga airport ya Sanaa pale Yemen, lakini upande wa Hodeida. Lakini ukiangalia sana pale uwanja wa ndege wa kimataifa, naweza kusema kwa Yemen, ambao ni uwanja huko pale Sanaa, na wakapiga ndege za Yemen, na ndege ambazo zilikuwa ni ndege chache, alafu ndege hizi wakazipiga, kwa zikawa zimebaki chache mno. Kwa maana kuwa ukitaka kwenda Yemen, manake nafikiri safari ni mara 2 tu kwa wiki nzima, ni mara 2 tu hiyo safari yake. Na safari hii basi ni kama siku ya Jumatano nadhani na Jumamosi, mara 2 tu kwa wiki, kwa sababu hakuna ndege, na ndege zingine ndio hivyo tena ziliwekewa vikwazo kuwa zisiingie pale. Kwa hiyo wakati sasa ile delegation ya ya Yemen inatoka Irani kuja Saudi Arabia, wakapiga running way ya ndege kwenye uwanja wa Sanaa. Na hicho kitu hawa Wahuthi wakasema, hii tunajua, maana iliaminika kuwa ni serikali hii inayo tambuliwa na Umoja wa Kimataifa iliyoko kusini mwa Yemen, maana kaskazini mwa Yemen ndio huko ambako wapo hawa Wahuthi. Kwa wakasema, sisi hapana, tunajua hii ni Saudi Arabia imehusika. Ndio tukapata taarifa kuwa Yemen walipiga na wao viwanja vya ndege kilomita kama 50 kutokea mpakani mwa Yemen na Saudi Arabia. Tukamsikia Marekani anasema yuko tayari kuungana na Saudi Arabia kwa ajili ya kwenda kuwavamia Yemen. Okay, sasa hapa ndipo tunapokuja. Kwa nini Saudi Arabia ashambulie ule uwanja? Kwa sababu kama anga la Yemen lingefunguka, alafu Iran akaanza kuingia pale, manake hii tunaita ile balance of power ingeweza kushift. Sasa hii ingekuwa inamaanisha kitu kingine kwa Saudi Arabia. Yani ingekuwa inamaanisha ni hatari kwake Saudi Arabia. Kwa ndio maana sasa ikabidi Saudi Arabia washambulie, lakini na wao pia vile walishambuliwa. Ndugu zangu, natakiwa tuelewe sasa kuwa Yemen wanashikilia mlango bahari mwingine unajulikana kama Bab el-Mandeb, mlango bahari unaounganisha kutoka hii bahari ya Sham au bahari Nyekundu kwenda mpaka Ghuba ya Eden,
ambayo ghuba ya Eden, na hapa ndipo ambapo sasa Saudi Arabia anapategemea zaidi. Ukumbuke mafuta ya Saudi Arabia yanaendelea kutoka Saudi Arabia kwa sababu Saudi Arabia wana bomba la mafuta ambalo ni kilomita kama 1400 linajulikana kama Yanbu oil pipeline, ambalo hili limepita moja kwa moja kutokea Saudi Arabia ni kaskazini kule, limepita moja kwa moja kuja mpaka sasa upande huu wa bahari ya Sham. Kwa it means sasa mafuta yanaendelea kufanya nini? Yanaendelea kuflow. Hata kama mlango bahari wa Hormuz umefungwa, bado kuna mafuta kutoka Saudi Arabia ambayo yanapita kwenye hii choke point ambayo ni muhimu sana ya huu mlango bahari wa Bab el Mandeb, ambao tumeaminishwa kuwa ni 12%. Hapo ndio biashara zote za dunia ni kwa 12%. Ule wa mlango bahari wa Hormuz tumeambiwa ni 20%, lakini kama ambavyo nimekuwa nikikuambia, sidhani kama ni 20%, kwa sababu ingekuwa 20% tu matokeo yasingekuwa makubwa kama namna yalivyo sasa hivi. Yani madhara niseme, tusingekuwa au tusingepata madhara makubwa kama yanayopatikana sasa hivi, lakini pale naona ni zaidi ya hiyo asilimia ambayo tunaita 20%. No, tunaweza kusema labda hata 50% yawezekana, kwa sababu ingekuwa 20% tu madhara yangekuwepo, lakini yasingekuwa makubwa kama hivi, uchumi usingeanguka duniani. Sasa kumbuka hapa tunaambiwa ni 20%, alafu Bab el Mandeb pale, ule mlango wa bahari wa Bab el Mandeb ambao unaunganisha bahari ya Sham na uje mpaka ghuba ya Eden, matokeo yake pale na wenyewe unapitisha 12%. Zinakuwa ngapi? Kwa mujibu wa wao ni asilimia zinakuwa 32. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa, kuonyeshe kitu kuhusiana na huu mlango uliko na unaonekanaje, kwa sababu jiografia hapa ni jambo la muhimu sana sana katika uchambuzi wetu. Na ukumbuke Marekani amejaribu vikwazo kuiwekea Irani, vikwazo vile wamekaa navyo muda mrefu, ameiwekea Yemen vikwazo vile wamekaa navyo muda mrefu, lakini hakuna chochote kilichofanikiwa. Kwa ndio maana hasa huu mlango ni moja ya njia muhimu zaidi ya maji duniani, mlango wa Bab el Mandeb, ambapo hivi karibuni, kumbuke Donald Trump amesema ataendelea kushambulia miundombinu ndani ya Iran. Atashambulia mpaka mitambo ya umeme ndani ya Iran. Ameanza na madaraja. Naambiwa usiku tu wa kuamkia leo amepiga madaraja 5. Piga madaraja 5, lakini sasa bado amesema ataendelea kushambulia na mitambo ya umeme, zile power plants, ambapo sasa Irani wamewaandaa Wahuthi kuwa iwapo huyu atashambulia mitambo yetu ya umeme, fungeni huu mlango. Kwa maana yake dunia inaelekea pabaya zaidi. Hii inarudia tena kuwa vita hivi kimkakati Marekani ameshindwa, Donald Trump ameshindwa kwenye hivi vita, kwa ameamua sasa kufanya anavyotaka yeye kuweza kufanya. Kwa hiyo iko hivyo. Mahali ulipo mlango ni kati ya Yemen, Asia na Djibouti, Eritrea na Afrika, unaounganisha bahari Nyekundu na ghuba ya Eden na bahari ya Hindi pia vile vile. Lakini upana wake hapo kwenye huo mlango ni kilomita kama 29 tu kwenye huo mlango wa Bab el Mandeb. Jina lingine unaitwa Gate of Tears, maanake ni mlango wa machozi, kwa sababu ilikuwa ni hatari kwa mabaharia kwa miaka hiyo. Lakini kwa nini ni muhimu sana mlango wa Bab el Mandeb? Na wenyewe huu inaitwa choke point ya dunia. Kama mtu akifunga biashara ya dunia itatetemeka, ndio maana yake. Lakini takriban 10% mpaka 12% ya bahari yote ya biashara yote ya baharini duniani hupita hapa kila siku, njia moja kwa moja ya kwenda mfereji wa Suez. Ndio maana kutoka hapo kuelekea hii Suez Canal. Lakini gesi na mafuta, umeona, gesi na mafuta, mapipa milioni 4.1 ya mafuta hupita kila siku. Na tunakumbuka 2000, hii ni takriban ni takwimu ya mwaka 2024. Kwa hiyo ni takriban 7% ya biashara zote za nishati duniani. Na huu mlango ndio ulikuwa mbadala wa mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu Saudi Arabia usafirisha 70% ya mafuta yake kupitia bomba kwenda bandari ya Yanbu.
kisha yanapita Bab el Mandeb. Kwa hiyo ikiwa Hormuz imefungwa, huu ndio mlango wa pili. Sasa kumbuka, ni muhimu sana huu mlango kwake yeye Saudi Arabia, lakini 40% ya meli za kontena za kwenda mfereji wa Suez hupita hapo kuelekea Suez Canal, afu uendelee kwenye mambo mengine. Sasa Bab el Mandeb imekuwa habari kubwa kwa sababu ya vita hivi vinavyoendelea hiyo Mashariki ya Kati. Wahuthi wa Yemen, waasi wa Huthi wamepewa agizo na Irani wawe tayari kufunga mlango huu kama Marekani ikishambulia miundombinu ya umeme ya Iran. Unaona, na wamejipanga, wameshaweka makombora na drones kwenye milima ya Yemen inayoangalia Hodeida na Ghuba ya Eden. Kwa nini ni hatari? Hata kama hawafungi kabisa, mashambulizi ya makombora tu yanaweza kufanya makampuni ya meli kugeuza meli na zake na kuzunguka Afrika ya Kusini. Hapo safari inakuwa ndefu, siku 10 mpaka 14, na gharama pia itaongezeka. Kwa ndio maana huu mlango ni muhimu sana, na ikiwa Hormuz na Bab el Mandeb zote mbili zikifungwa, asilimia, kumbuka, 25, sio 25, 32 ya mafuta na gesi ya dunia itauziwa. Bei ya mafuta inaweza kupanda pipa moja hadi $200, kwa sababu kwa sasa hivi tunavyolalamika mafuta yako juu, pipa moja limefika $83. Kwa hiyo manake kama na mlango wa Bab el Mandeb na wenyewe pia utafungwa, pipa moja linaweza likafika $200. Mapipa likifika $200, basi dunia ijiandae. Ndivyo mahali hapo dunia ilipofikishwa na ndugu yenu huyu Donald Trump. Asanteni sana.